Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Ni maneno magumu. Yesu anasema yeye ajaye kwangu hataona njaa. Nini maana yake? Mfalme Daudi anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maana yake ukija kwa Yesu, roho ya kupungukiwa inaondolewa. Ina mikono juu na utoe sauti. Hapa tuko kwenye jeshi la Yesu. Sema, pepo la kupungukiwa toka juu ya maisha yangu. Roho ya kuishiwa hauna nafasi ndani yangu. Kuanzia leo sitapungukiwa na kitu, katika jina la Yesu. Piga makofi ya piga mbinguni. Piga makofi ya piga mbinguni. Kuna kitu nataka ukielewe ambacho kidogo ni kigumu kukipokea kwenye akili ya kimwili. Sasa niangalie, achana na simu yako hiyo, achana na shughuli zingine. Yesu anasema yeye ndiye chakula cha uzima, na yeye ajaye kwake hataona njaa. Maana yake hatapungukiwa. Hata nikupungukiwa kwa ache. Sisi ni watu, ni mtu mmoja ndani ya mbili. Wewe ni moja ndani ya mbili. Sasa utaka mbona itoke nani amekoroga? Sema. Haya maneno yanazungumza rohoni. Tukiwa rohoni hatuoni kupungukiwa, ila tukirudi mwilini tunaona kupungukiwa. Sasa mwili hauongozi roho, bali roho ndio inaongoza mwili. Itamkie useme amen. Amen. Ndio maana anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Unaachaje kupungukiwa? Kupungukiwa ni mfumo wa kimwili, ni roho ya kuishiwa, ni roho ya kukosa. Kiroho inakataliwa. Katika roho hakuna kukosa. Katika roho hakuna kushindwa. Katika roho hakuna kuishiwa. Sasa mchana wa leo napandikiza roho ya kutokuishiwa iwe juu yako kwa jina la Yesu. Ndio sababu mimi mmepokea, mlio nyamazi mtaendelea kupungukiwa. Napandikiza roho ya kutokupungukiwa iwe juu yako kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema napokea. Cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Kutokuona njaa maana yake, unajua kuna vitu tunavyo lakini havionekani. Niangalie. Hapa nataka nikufundishe kitu. Usifikirie kwamba ulichonacho ni kile unachokiona peke yake. Kuna vitu vinaonekana lakini unavimiliki. Sema namiliki nyumba. Sema namiliki nyumba. Sasa ile nyumba tuitoe kwenye ulimwengu wa roho, ile kwenye ulimwengu wa nini? Wa mwili. Sema amen. Amen. Huwa tunahamisha vitu kutoka ulimwengu gani? Ikitokea hata kupungukiwa, natamka hainakuwa. Naachilia mamlaka juu yako. Ukitamka na iwe kwa jina la Yesu. Sababu unatembea katika Mungu. Mstari wa 47 anasema, amina amina nawaambia. Hiyo ni 6:47. Yeye aniaminie mimi yuna uzima milele. Ukisha mwamini Yesu, una nini? Naomba wote mwongee, una nini? Uzima milele. Ndio nasema uzima. Malizia. Una nini? Uzima milele. Hapa mseme una nini? Uzima milele. Sasa mbona huu ukiugua maneno unasema nakufa jamani, nakufa. Tuliokoka hatufi. Tuna nini? Uzima milele. Hata ukiwa umekufa sio umekufa, umelala. Watu wa wafu wanalala. Yuna uzima wa milele. Ukishaamini una nini? Uzima wa milele. Una nini? Uzima wa milele. Hata sauti una nini? Uzima wa milele. Sio mtu wa kawaida. 49. Baba zenu walila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Nikazia macho,
akile wala asife. Nikiongea haya na maanisha kila roho ya mauti juu yako haina nafasi kwa jina la Yesu. Haina mamlaka kwa jina la Yesu. Mnasema mimi nakupa, mmebarikiwa sana. Na mikono yote juu. Pale sasa sema roho ya mauti haina mamlaka juu yangu. Maana uzima wa Yesu upo ndani yangu. Mpe Bwana vigelegele vikubwa na makofi kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Wewe una uzima wa milele. Ukisha kula Yesu. Sema roho ya kukata tamaa na ikataa. Kuanzia leo nitakuwa na moyo mkuu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amen. Kata tamaa. Unapokata tamaa ukavunjika moyo kwenye akili yako, hiyo ni mauti. Niangalie. Kwani watu wanaanza kujinyonga? Inaanzia wapi? Inaanzia wapi? Nataka kuongea. Usiruhusu kamwe kuvunjika moyo, kukata tamaa. Unatembea maisha kichwani. Inua antena za kiroho. Useme nitashinda. Useme nitafanikiwa. Useme nitapenya. Ongea watu waliolala hapa sijui hata watu. Lazima utembee na moyo mkuu kwa jina la Yesu. Inua mikono juu. Sema Baba, nivike moyo mkuu. Usiokata tamaa. Na hata ukiamka sio umeisha, unainuka. Biblia inasema mwenye haki ataanguka mara 7 na anainuka tena. 7 times. Unadrop unainuka tena. Unaanguka unainuka tena. Mpaka mara 7. Haijalishi umeangushwa na nani, umeangukia wapi, uliangukaje, nasema leo utainuka tena kwa jina la Yesu. 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 Nasema utainuka kwa jina la Yesu. Usivunjike moyo. Ukiona mtu apigi makofi, maana yake huyo hajashinda, anashindwa. Yaani ndani bado hajaingia. Anashangaa. Yaani nishinde ukimwi, ukimwi. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Piga mikono. Sema amen. Maandiko yanasema mtafufua wafu. Sasa hata kama umekufa wewe, mimi nakufufua leo. Kama umekufa roho nakufufua. Kama umekufa nafsi yako nakufufua. Kama tunakufufua. Kama maendeleo yako umekufa nakufufua. Pokea kufufuliwa asubuhi ya leo. Pokea kufufuliwa asubuhi ya leo. Pokea kufufuliwa asubuhi ya leo. Inua mikono juu yote, sema napokea. Yesu anasema yeye ndiye chakula chenye uzima. Mtu akila chakula hicho hatokufa. Amen. Sema amen. Amen. Sema sitakufa. Sitakufa. Sasa kwa lazima uangalie. Haufi upande. Okay. Una kifo kinachoanzia kwenye akili yako. Mtu yeyote kabla uchumi haujafa, kabla ndoa haijafa, kabla afya haijafa, kabla rohoni hajafa, anakufa kwanza kwenye, anaanza kuongea vibaya sababu kichwa kimeamua mabaya. Anaanza kufa kwanza hapa. Sasa mimi nakuponya hapa. Gonga kichwa, sema pokea uponyaji. Sema pona haraka, pona. Sema amen. 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 Toa sauti yako, sema amen. Amen. Nikifa huku kwenye akili, hutaniona nahubiri tena. Hata nikihubiri nitakwambia mambo tofauti mabaya huko. Sababu huku kumeharibika. Ina mikono juu. Sema Baba, bariki mikono yangu. Iwe na upako wa kuponya. Haya, jiweke kichwani. Sema wewe kichwa, pokea upako. Kuanzia leo usikate tamaa. Usivunjike moyo wala usife moyo. Utafaulu na utashinda. Kamwe hautashuka. Kwa jina la Yesu aliye hai. Wote tuseme amen.
Sema amen. Amen. Kwa hiyo kifo, anayemla Yesu hata kufa. Kwa sababu Yesu ni mkate wa uzima. Ndio maana sasa tunakuja kanisani tumule Yesu. Unatakiwa na leo kuja kanisani. Yaani iwe ni ndio mfumo wa mwili wako, ndio mfumo wa maisha. Katika mambo unayofanya hapa duniani, moja wapo ni kuja kanisani. Usitoe hilo. Maana hilo linasababisha kuondoa kifo. Naongea watu hapa. Amen. Nikazie macho. Amen. Kuja kanisani kunaondoa kifo. Nimesemaje? Hallelujah. Amen. Kwa lazima you have to keep to destroy death. Uendelee kuja maana unaondoa mauti. Amen. Hujanielewa. Kuna watu kija leo Jumapili ukirudi unalokaa miezi 6. Hadi niombee leo mtumishi kwa nikasikia hapo. Sasa sina sababu ya kwenda maana niliona sasa kweli Mungu alinigusa bega. Hata kama uliguswa bega unaendelea kuja. Amen. Acha tabia ya kuja kanisani mara moja. Hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo. Unapaswa kuhakikisha unapambania ibada. Upambania ibada. Maana ibada inaondoa kifo, inaondoa mauti ndani yako. Acha kuja ibada, mauti inaingia. Amen. Unaelewa mseme amen? Amen. Sasa usiweke biashara badala ya ibada. Usiweke vikao vya mtaa badala ya ibada. Usiweke kazi badala ya ibada. Ibada nafasi yake iachwe. Maana hiyo ndio chemichemi ya uzima wa biashara yako. Amen. Wanaonielewa ndio wale wasema amina. Amen. Wengine mnanishangaa. Ina mikono juu. Sema Baba nipe uelewa. Baba nipe uelewa. Sisikize ujao sio kwa nini. Sema Baba nipe uelewa. Badilisha tabia yangu. Niwe na tabia ya ibada. Maana ndani ya ibada navunja roho ya mauti. Kwa jina la Yesu. Ukienda sauti sema amen. Sasa kifo. Anayekula Yesu hata kufa. Sasa tunaenda kuchambua kifo cha kwanza. Hapa. Unakufa hapa. Unapoacha Yesu unakufa hapa. Unakufa hapa. Hapa ni wapi? Akili yako. Sema amen. Amen. Hapa ndio kuna serikali inayofanya maamuzi. Mtu akifa kwenye akili anaanza kuamua vibaya, anaamua kula bangi, anaamua kunywa pombe. Huyo akili imekufa tayari. Anaanza kulala ovyo ovyo, anaanza kwenda popote. Hana mpangilio, anakuwa disorganized. Sababu kichwa kimekufa. Tona kichwa chako kwa jina la Yesu. Tona kichwa chako kwa jina la Yesu. Tona akili yako kwa jina la Yesu. Naongea na watu wote hapa. Nasema akili yako ipone leo kwa jina la Yesu. Ukishapona kichwa sasa utafanya maamuzi mazuri. Maana hapa kuna uzima. Okay? Namba 2 ni kifo cha uchumi. Uchumi unapokufa hela haziji. Biashara zinagoma. Una apply pesa haziji. Inaonekana juu, naongea kwa sauti. Sema roho ya mauti toka kwenye uchumi wangu. Kuanzia leo uchumi wangu ukae sawa. Kwa jina la Yesu. Piga kelele sema amen. Uchumi ukifa hela hamna. Na hela zikiwa hamna, hakuna hela, hakuna chakula. Hakuna hela, hakuna usafiri. Hakuna hela, hakuna upendo. Hakuna hela? Utamuona nani una hela? Familia na nao utapeleka masikio yako, unataka kuja kuoa una hela.